Taarifa ya mchana wa leo kutoka kwa chama cha Chadema imetikisa medani ya siasa na kuzua hofu nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Naibu Katibu Mkuu wa Chadema Tanzania Bara, Amani Golugwa, amekamatwa alfajiri ya tarehe 8 Novemba mwaka huu akiwa nyumbani kwake jijini Dodoma. Tukio hilo lililotokea bila taarifa yoyote rasmi limezua taharuki kubwa, likitikisa anga la siasa na upinzani na kuamsha mjadala mpana kuhusu hatma ya uhuru wa kisiasa nchini. Kukamatwa kwa kiongozi huyo wa ngazi ya juu kumekuja wakati taifa likiwa bado halijatulizana kutokana na matukio ya hivi karibuni ya wanasiasa wa upinzani kushikiliwa kutuma mbalimbali. Taarifa za kukamatwa kwake zilithibitishwa na wakili wake Hekima Mwasipu, ambaye alieleza kuwa timu ya kisheria ya chama ilikuwa ikihangaika kujua alikopelekwa Golugwa baada ya polisi kumchukua mapema asubuhi. Mpaka kufikia saa za mchana haijulikani ni kituo gani cha polisi kilichokuwa kikimshikilia. Ukimya wa mamlaka ulizidisha hofu na kuibua maswali mengi kuhusu sababu halisi za kukamatwa kwake. Wafuasi wake wa chama ama wanachama wa chama hicho walisambaza taarifa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii wakidai haki na uwazi, huku baadhi ya wananchi wakiomba serikali kutoa tamko la haraka. Kukamatwa kwa Golugwa hakukuwa tukio liloibuka ghafla bila muktadha. Kwa miezi kadhaa Tanzania imekuwa ikikumbana na msuguano wa kisiasa unaoonekana kati ya serikali na upinzani, haswa chama cha Chadema, chama ambacho kimekuwa mstari wa mbele kuhoji mwenendo wa kisiasa na maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao umepita sasa. Golugwa akijulikana kwa msimamo wake thabiti kuhusu haki za kiraia, amekuwa sauti ya kupinga mwenendo wa dola katika masuala ya uwajibikaji wa viongozi na matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani. Kauli zake zimekuwa zikiibua mjadala mpana na mara kadhaa amekuwa kihusishwa na wito wa mageuzi ya kisiasa ambayo yameonekana kupingwa na baadhi ya taasisi za dola. Kukamatwa kwake kwa hivyo kumechukuliwa na wengi kama ishara kuendelea kwa mkondo wa kisiasa unaolenga kudhibiti upinzani. Wanasiasa wengine ndani ya chama hicho walionyesha wasiwasi kwamba hatua hiyo inaweza kuwa mwanzo wa msako mpana unaolenga viongozi wakuu wa chama hicho. Jeshi la polisi halikutoa tamko lolote mara moja, na vyombo vya habari vilijaribu kupata kauli ya msemaji wa polisi, lakini hakuna majibu yaliyotolewa. Kimya hicho kilionekana kama kizuizi cha maksudi, huku wanahabari wakikumbuka matukio mengine ya karibuni ambako viongozi wa upinzani walikamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa kabla ya kupelekwa mahakamani. Katika mitaa ya Dodoma na Dar es Salaam, hali ya taharuki ilionekana wazi. Baadhi ya ofisi za Chadema zilifungwa kwa muda. Wafanyakazi wake walikaa katika makundi madogo wakijadiliana hatua zinazofuata. Wanachama waliokuwa karibu na Golugwa walisema hawakupokea taarifa zozote za awali za kumpata ama za kumtaja katika uchunguzi wowote wa kisheria, na ni jambo lililoongeza sintofahamu. Kukamatwa kwa Amani Golugwa ni sehemu ya mfululizo wa matukio ya ukamatwaji wa viongozi wa upinzani katika miezi michache iliyopita. Wengine kama Jennifer Bilikwiza Jovin, anayejulikana zaidi kama Nifa, na vijana waliokamatwa baada ya maandamano ya Oktoba mwaka huu wameendelea kushikiliwa kikabiliwa na mashtaka mazito ya uchochezi na uhaini. Kesi hizo zimezua mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa nchini, huku wafuasi wa upinzani wakisema kuwa mamlaka zimekuwa zikitumia vyombo vya usalama kama silaha ya kisiasa, huku serikali ikisisitiza kwamba hatua hizo ni za kisheria na zinalenga kudumisha amani. Kwa upande wa ndani ya Chadema, viongozi wa Chadema wamekuwa wakihusisha msururu huo wa ukamatwaji na juhudi za kukandamiza sauti zinazopaza madai ya mageuzi ya uchaguzi wa marekebisho ya katiba. Golugwa akiwa miongoni mwa watetezi wakubwa wa mabadiliko hayo, alikuwa sehemu ama sauti muhimu iliyosikilizwa ndani na nje ya chama. Mitandao ya kijamii ililipuka punde tu baada ya habari za kukamatwa kwa Golugwa kusambaa. Wafuasi wake walitumia picha na kumbukumbu za matamshi yake ya zamani kuonyesha mshikamano, na wengine wakiweka alama ya mshumaa kuashiria matumaini ya kurejea kwake salama.
Hatua hiyo wakati huo baadhi ya wananchi walionya dhidi ya hasira zisizo na msingi, wakitaka utulivu na subira hadi kweli ujulikane. Mgawanyiko huu wa mitazamo uliashiria hali ya kisiasa iliyojaa mashaka, ambako kila upande ulikuwa ukitafsiri matukio kama kwa namna tofauti kulingana na msimamo wake. Hii si mara ya kwanza kwa chama cha Chadema kukumbwa na matukio ya namna hii, na katika miaka ya nyuma viongozi wake wakuu wamekamatwa na kushikiliwa kwa tuhuma zinazofanana, kuanzia mikutano isiyoruhusiwa, uchochezi hadi madai ya njama za kuvuruga utulivu wa taifa. Lakini tofauti na matukio ya awali, kukamatwa kwa Golugwa kumeonekana kuwa na uzito wa kipekee. Ni kiongozi wa juu anayehusiana moja kwa moja na mikakati ya chama kuelekea uchaguzi ujao. Hatua ya kumshikilia bila maelezo imechukuliwa kama pigo la kisiasa linaloweza kuathiri harakati za chama hicho kwa muda mrefu. Na kadri siku ilivyopita zinavyopita, hali ya wasiwasi inazidi kuongezeka. Wafuasi wa Chadema wanajitokeza nje ya ofisi kuu jijini ya Dodoma kwa wingi, lakini wakazuiliwa na polisi waliokuwa na magari ya doria. Vyombo vya habari havikuruhusiwa kurekodi moja kwa moja eneo hilo. Miji mingine kama Arusha na Mwanza iliripotiwa kuwa na mikusanyiko midogo ya watu waliokuwa wakijadili tukio hilo, wakihofia kwamba linaweza kuashiria wimbi jipya la ukandamizaji wa kisiasa. Kwa sasa hakuna tarehe iliyotangazwa kufikishwa kwake mahakamani, hakuna hati ya mashtaka na hakuna maelezo rasmi kuhusu jeshi kutoka kwa jeshi la polisi. Wakati tukio hili likiendelea kutawala vichwa vya habari, Tanzania inajikuta katika njia panda muhimu. Wanasiasa, wanaharakati na wananchi wa kawaida wanajiuliza kama taifa linarudi katika nyakati ambapo kukamatwa kwa wapinzani kulikuwa jambo la kawaida, au kama ni hatua ya muda tu katika mchakato wa kisiasa unaobadilika. Kukamatwa kwa Golugwa kumebeba uzito zaidi ya tukio la kisheria, kumegeuka na kuwa kioo cha kuakisi mapambano ya taifa kati ya nguvu ya dola na sauti ya wananchi wanaotaka mageuzi. Jioni ya Novemba tarehe 8 ilipoingia nyumba ya Amani Golugwa jijini Dodoma, ilibaki kimya. Mlango uliofungwa ulikuwa ishara ya hofu ya kutojua kesho italeta nini. Huko nje, wafuasi wake waliendelea kuuliza maswali moja lisilo na jibu: yuko wapi Golugwa na kwa nini amekamatwa? Lakini mpaka sasa hakuna majibu na hakuna uthibitisho wa mashtaka na hakuna taarifa ya wapi anashikiliwa. Ni simulizi la taifa linalosubiri ukweli katika kimya kizito, kimya ambacho kimegeuka kuwa sauti ya taharuki, ikiashiria mwanzo wa ukurasa mpya katika historia ya siasa za Tanzania. Hii ni Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea uchambuzi wa kina. Tukutane wakati mwingine kwa uchambuzi zaidi. Kumbuka kusubscribe, kulike na kucomment, na vile kugonga alama ya kengele ili ukipata hizi alerts kila wakati tukiweka content mpya.